Dunia ipo kwenye majonzi na simanzi kuu. Hii ni mara baada ya asubuhi ya leo taarifa kutoka Vatican kueleza kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88. Hii inakuja mara baada ya jana kuonekana hadharani wakati wa ibada ya Pasaka na kutoa baraka, ikiwemo pia kukutana na watoto mbalimbali ambao aliwapa baraka. Siku ya Jumaa Kuu alishindwa kuonekana hadharani akiwa ndani, lakini Jumapili ilikuwa ndo siku yake ya mwisho kuonekana hadharani. Picha hizo za video kuonekana jana na zile ambazo alikutana na makamu wa rais wa Marekani ndio inatajwa miongoni mwa watu wa mwisho kabisa kuonana na kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani. Ni kiongozi ambaye ameingia kwenye historia ya kuwa papa kutoka huko barani Amerika. Lakini pia historia hiyo inaulizwa na wengi, je, mrithi wake atakuwa nani? Lakini kando na hilo pia amekuwa papa wakati ambako dunia kwa mara ya kwanza ilishuhudia uwepo wa papa wawili wakiwa hai. Papa Benedikto ambaye alikuwa ndo mtangulizi wake, na kisha akaja yeye Papa Francis. Tutajadili kwa kina kifo chake, nini ambacho sasa kinafuata baada ya kifo, hatua za maziko, lakini pia kupatikana kwa mrithi wa Papa Francis. Mimi naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Hapa studio tunaye Padri Liston Luko, ni mkuu wa idara ya katekesi Baraza la Maaskofu nchini TEC. Karibu sana. Asante sana. Kwema? Kwema kabisa. Na poleni. Tunashukuru sana. Tuwe pole yote. Naam, na kwa njia ya teknolojia kutoka pale Rome, Italy, tutaungana na Padri Titus Ngapemba. Yeye yupo Rome kwa ajili ya mafunzo ya mambo ya mawasiliano. Karibu sana Padri Titus. Nashukuru, asante sana. Tungeanzia kwako. Umekuwepo Rome, eneo ambalo ndiko ambako jirani na Vatican. Watu wamemtaja papa kwa sifa tofauti tofauti. Ukiwepo hapo, nini ambacho unaweza ukakisema kinamtenganisha Papa Francis na papa wengine ambao walishashika nafasi hiyo? Nashukuru kwa swali zuri. Kama nimekupata sawa sawa hapa, ulikatika kidogo, lakini swala mwisho nimelipata, kinachomtenganisha Papa Francis na mapapa wengine. Utofauti. Papa Francis utofauti na mapapa mengine, ukiacha kama ofisi, kazi za kawaida. Papa Francis utofauti wa kwanza, yeye amekuwa papa ambaye ni Mjesuiti. Ni papa ambaye amepata malezi yake ya kiwanafunzi na kiupadre katika malezi ya utamaduni na mila za shirika jumuiya ya Kijesuiti. Wajesuiti ni miongoni mwa mashirika makubwa duniani na wana historia yao. Majesuiti kwa nchini Tanzania ambako tunafanya majadiliano ya mafupi wako sehemu chache, Dar es Salaam na Mwanza. Sijatambua kama kwa sehemu zingine, kwa hiyo hawaonekani sana, lakini wao kimsingi wamejikita kwenye mambo ya elimu. Ye kwa elimu pia alikuwa ni mtu wa mkemia, wanasema alisoma mambo alikuwa ni technician kwenye mambo ya kemia. Ukiangalia biografia yake wanaonyesha. Sasa ukiacha hiyo, yeye amelelewa katika mazingira na ya jumuiya ya Kijesuiti, maana yake wana utaratibu wao kazao. Sasa amekuwa askofu msaidizi, kama wasaidizi wako jimbo la Dar es Salaam, sasa hivi Dodoma na sasa Tabora. Baadaye akapanda akawa askofu coadjutor, askofu mrithi. Baadaye askofu wa jimbo lile kule Argentina alipofariki akarithi, amekuwa askofu mkuu. Baadaye akachaguliwa
kuwa akateuliwa kuwa akapewa hadhi ya kuwa kardinali, na ni papa ambaye alishiriki pia kwenye uchaguzi wa Papa Benedict wa 16. Alishiriki kwenye ile uchaguzi wake, alikuwepo miongoni mwa wale walikuwa wenye haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Basi baadaye akawapo. Kwa hiyo tofauti mwingine ukiacha hiyo, yeye ni Mjesuiti, lakini pia tofauti nyingine, yeye alikuwa anapenda sana maskini. Na nilieleza kwenye kipindi mwanzo awali, alisema kwamba ana usemi mmoja, anasema kwamba alikuwa anapenda umaskini kwa sababu, kwa tafsiri ya Kiswahili, alikuwa anapenda maskini kwa sababu alikuwa ni miongoni mwao, yuko miongoni mwa maskini. Kwa ilikuwa kama kauli yake mbiu, na hata historia yake huku nyuma alikuwa anaishi kwenye apartment, lakini pia akiwa padre, akiwa askofu, pia alikuwa ametembea sana kwa kutumia usafiri wa kawaida, public transport hizi, kwa muda wanasema miaka 15. Kwa hiyo unaona huyo ni mtu mwenye tabia pekee, labda kwa nature ya Jesuit, lakini yeye alikuwa mtu namna hiyo. Alikuwa karibu sana na watu na maskini, alikuwa anapenda mpira, alikuwa anapenda sana kusoma pia habari, ni magazeti na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hizi tofauti nyingine, kupenda sana maskini, lakini pia alikuwa anapenda sana usawa, yani watu wote wako sawa sawa. Nakumbuka siku zile za mwanzo alipoteuliwa, alikuwa kwenye ndege, aliulizwa na waandishi wa habari kuhusiana na wadhambi na nini, akasema who am I to judge others, mimi ni nani mpaka niwahukumu wengine. Walikuwa wanafikiri kwamba kimuuliza papa, huyu kafanya kosa hivi na hivi, kuna tatizo limetokea, aweze kutoa hukumu. Yeye alisema kwamba mimi ni nani. Kwa hiyo kauli ambazo si za kawaida, hazikuweza kusikika labda kwa watangulizi wake. Na yeye nimekasema mwanzo kuwa karibu sana na vyombo vya habari. Alikuwa karibu sana na vyombo vya habari, alikuwa anaongea, na bahati mbaya wakati mwingine alikuwa anatafsirika vibaya pia. Kwa sababu Vatican wana utaratibu wao, papa kitaka kuhojiwa wanapitia kwenye idara husika, wanataka kuongea juu ya nini, wapate ABCD alafu anaongea, lakini yeye alikuwa yuko free kuongea na waandishi wa habari juu ya kitu chochote. Sisi tunasema kama alikuwa rafiki wa waandishi wa habari. Okay. Na kitu kingine ambacho kinatomfautisha na mapapa wengine, Papa Francis yeye kwa siku za hivi karibuni ambazo naweza kusema licha hapo mengi, lakini ambacho kilichotokea sasa hivi karibuni, baada ya kutoka hospitali, Papa Francis aliamua kwenda kusali kwenye pale Vatican chini kuna makaburi ya mapapa. Alienda kusali kule, na kwa mara ya kwanza papa ameonekana katika mazingira, amevaa nguo zile casual, hakutokea kuvaa kama papa. Amevaa casual kama vile tuseme sweat jacket nini, jacket na suruali yake ya hizi za sports kama za kawaida ama za kulalia, lakini ilikuwa ni casual, si za kulalia. Amevaa ya kawaida tu, kama vile amepumzika ndani. Ametoka kwa mara ya kwanza, ameonekana vile, watu walishangaa sana, na akaenda kwenye kaburi kule chini akasali, akatoka, watu wakamuona, akasalimiana na watu. Sasa kulikuwa kuna tafsiri nyingi tofauti kusema papa inakuaje hivi, tumezoea kumuona papa amevaa hivi, anatoka hivi, hatujaje kumuona hivi, kila wakati yuko official, inakuaje? Kwa hiyo tafsiri zingine zimekuja kwamba yuko simple. Okay. Lakini pia inawezekana alikuwa anaonyesha kwamba alienda kule makaburini kusali, ameenda vile kama alivyo, akaonyesha sasa labda katika mambo ya ulimwengu sasa nimemaliza, najiandaa. Inawezekana kabisa katika mazingira ya tafsiri alikuwa anajiandaa. Okay. Katika historia hakuna papa aliyofanya hivi. Alafu baada ndani ya muda mfupi anaondoka katika ulimwengu huu. Kwa hivyo naweza kusema, na kingine hiki kutoka kwenye umati wa watu. Kwa kawaida misa Jumapili zikifanyika hizo sikukuu za Pasaka ama matukio yote kubwa, papa huwa anatoka kwenye dirisha, baadaye akimaliza misa atapanda juu kwenye dirisha, atasali malaika wa Bwana, alafu atawabariki watu, na kabla ya kubariki watu wanasema neno dogo kama reflection, kama vile tafakari ndogo anaweza kutoa, ama neno fulani la kuwatakia watu neema na baraka fulani, unaona. Kwa hiyo Papa Francis alionekana pale, watu wakamsubiri, akaongea, lakini nisema kwa sauti ya mtu kuchoka, mgonjwa, mzee, lakini ilisomwa pia salamu zake za Pasaka.
zisomwa, akazungumzia mambo ya haki na amani, na nilitumia neno panorama, ni aliongea kwa upana, aligusa ulimwengu wote, umuhimu wa haki, amani, anataka ulimwengu dunia haki na amani, na anaeleka. Kwa hiyo utofauti wake tena mwingine alipoenda kule maeneo ya Afrika, Sudani huko kusini na maeneo huko alikuwa anatembelea maeneo yenye vita. Unakumbuka tukio la kubusu miguu, kuwaomba viongozi waache vita, yani haijatokea hivyo. Utabusu miguu ya watu michafu, hata kiusalama si sawa sawa, kwa sababu unaweza kupata labda magonjwa, labda uchini, atubusu, lakini alifanya hivyo. Kwa hiyo imeonyesha unyenyekevu kiasi kwamba ameenda chini, amebusu miguu, anataka watu waelewane, wapatane. Okay, Padri. Na kila mara akiwa kisali anasema anaombea amani ya Afrika, anaombea amani ya Israeli, amani yote yenye migogoro. Kwa hiyo na wengine walifanya, lakini yeye alikuwa na namna yake, ana toni yake imetofautisha na wengine. Kila mmoja alikuwa wa pekee, lakini yeye pia katika upekee wake, kwa kipindi chake, kwa kazama zake, ninaweza nikasema kwa machache. Naam. Ni haya. Tutarudi kwako Padri Titus. Tumemsikia ametupa picha nzima ya namna ambavyo Papa Francis alikuwa mtu wa namna gani ukilinganisha na wengine ambao walimtangulia. Kwa sasa kinachoanza kuangaziwa ni namna ambavyo mazishi yake yatafanyika kiutaratibu. Hebu tusaidie. Kama alivyoeleza Padri Titus kwamba dunia iko kwenye majonzi, kinachoendelea sasa ni taratibu za mazishi, na hatua ya kwanza ni kwamba makardinali wataitwa Roma, na wanapoitwa Roma pale, ile college ile au hiyo mabaraza ya kardinali, kuna kiongozi wa makardinali ambaye anasimamia shughuli hizo, na hivi kutakuwa na siku za maombolezo hizi 9 rasmi. Alafu Papa anapaswa kuzikwa kati ya siku, sehemu zingine wanaandika 15, 20, sehemu nyingine siku 4 mpaka 6, lakini basi kuna kipindi ambacho ni cha maombolezo na maziko ya Papa. Okay. Na idadi sasa ya makardinali, ni makardinali wote tu wanaitwa ama nini ambacho kinazingatiwa? Kuna mambo mawili ambayo yanatokea sasa, kwamba Papa amefariki, kiti cha Papa kiko wazi. Naam. Kuna taratibu za mazishi na taratibu pia za kumpata Papa mpya. Sasa hizi za kumpata Papa mpya ambazo zinaenda sambamba na hizi za mazishi, baada ya mazishi makardinali wenye umri chini ya miaka 80 ndio wanakutana sasa kwa ajili ya kumchagua Papa mpya. Kwa hiyo wengine wanawezekana wakawepo, lakini tukio la kutaka kuchagua sasa wale ambao wamezidi miaka 80 halitohusu. Kwa sababu naamini kwenda kumzika Papa yote anaweza kwenda, hata wewe unahitaji mwaliko. Na ndio maana basi mazishi ni kwa ajili ya wote, lakini sasa wanapomaliza mazishi, taratibu za kumchagua Papa mpya, ndio hiyo sasa wale makardinali ambao wako chini ya miaka 80 ndio wanaingia kwenye huo mkutano wa makardinali. Okay. Padre Titus, tunaambiwa kwamba Papa Francis alieleza kwamba anataka azikwe sehemu tofauti na ile ambayo imezoeleka. Kwa nini alifikia uamuzi wa namna hiyo? Asante kwa swali zuri. Swali lako zuri, lakini kwa nini amefikia uamuzi huo? Ni ameamua atapenda azikwe kwenye moja ya kanisa kubwa hapa, Bazilika la wanaita Maria Maggiore wa Kiitaliano, yani Maria Mkuu, kwenye hilo kanisa liko hapa. Atataka kuzikwa hapa. Kwa msingi wana makaburi yao maeneo maalum, wanazikwa pale chini. Vatican kuna makaburi, lakini ameamua kuchagua huko. Ni kama askofu wa Roma, kwa sababu Papa ni askofu wa Roma. Lazima tuelewe, ni askofu wa Roma. Kwa hiyo ana uwezo wa kuchagua kutaka kuzikwa katika kanisa gani. Mfano, ukiacha Papa, ukiacha Papa manake ni askofu.
kama maaskofu wengine. Mfano, maaskofu waliobahatika kufanya kazi katika majimbo moja zaidi ya moja, Askofu Mkuu Ruwaichi, Askofu Nyaisonga, wao wana uwezo wa kuamua kuzikwa kwenye majimbo ambayo wamefanya kazi. Nyaisonga alishafanya kazi, ya Askofu Mkuu Nyaisonga alishafanya kazi Dodoma, anaweza kaamua kazikwe Dodoma. Ana nafasi hiyo, ana haki yake, anaweza kaamua kazikwe huko. Na Ruwaichi anaweza kaamua kwenye majimbo yote makuu manne, majimbo manne: Mbulu, Mwanza, Dodoma na Dar es Salaam. Na hata mtu wa shirika anaweza kaamua kazikwe shirikani kwa Wakapuchini. Kwa hiyo ni sheria inaruhusu, yeye mwenyewe atachagua anazikwa wapi. Kwa hiyo Papa, kwa mantiki hiyo basi, Papa huyu ambaye tunasema kwa asili ni Mjesuit, ameamua kuongeza, labda tungeweza kusema mimi nataka nikazikwe kwenye nyumba zangu kwenye nyumba zetu za Jesuit. Kuna Wajesuit wako sehemu mbalimbali duniani, angeweza kuchagua sehemu fulani, lakini ameamua akazikwe huko. Hiyo sio issue kubwa. Issue ameishi vipi, amejiandaa vipi kwa kifo chake, tunaomboleza vipi kumuombea, na kanisa linaendaje. Kwa hiyo Papa ameamua kuzikwa kule, basi wanatii ile uamuzi wake na uhuru wake wa kutaka azikwe wapi. Kwa hiyo sioni kama ni tatizo. Hapo Padre Titus, tunaambiwa kwamba taratibu pia aliweka ule utaratibu wa tofauti kidogo, namna ambayo maziko yake yafanyike, isiwe wazi na sanduku lake itakuwa ni la tofauti kidogo. Haya ni ya kweli ama ni miongoni tu wa vitu ambavyo sasa vinaanza kuletwa tu kama uzushi? Sasa hivi tunaishi katika ulimwengu anasema wa habari mpasuko na habari nyingi. Yohane Paulo wa Pili alichagua namna yake, kila mmoja anataka kuchagua namna yake. Mimi ninafikiri nitadiscuss yale ambayo yako official, kwa sababu sisi pia ni watu wa mawasiliano. Kuna hizi zingine zinasikika sawa, zimesemwa, lakini mimi binafsi sijaona. Nilikuwa nafuatilia hiyo, labda ipo, lakini sijaiona official kwamba imetangazwa rasmi. Anaweza sawa, atazikwa, anaweza kusema nataka nizikwe kwenye jeneza ambalo la kawaida, mti tu pakwe hivi, ufanywe hivi, usipakwe nakshi yote, polish. It's simple. Hizo sio ni kitu cha kawaida. Mimi naona kitu hakina uzito mkubwa sana. Anaweza kaamua hivyo, inawezekana kweli ameamua hivyo, na hata kama ndio maana sio issue kubwa kwa huku kwamba ameamua zikweje. Atazikwa kadiri ya taratibu kama Papa. Taratibu zote, na pale alipochagua kama Papa kila kitu. Kwamba wakuzike kwenye jeneza la namna gani, tunajua majeneza kwa kawaida ni mti, na mti labda una maana yake kuzikwa kwenye mti, na baadaye mwili wako unaingia kwenye udongo chini. Kwa hiyo sio issue kubwa sana. Kwa hiyo nafikiri issue kubwa labda tungesema baada ya kifo chake sasa. Sasa Padre Titus, sasa watu wanaanza kuangalia ni kwamba lazima apatikane papa mwingine baada ya kifo cha Papa Francis. Kila mmoja amekuwa akitaja majina kadhaa ambayo yamekuwa akiwekwa mbele. Utaratibu ambao ukiacha makardinali kuitwa Rome na kuanza mchakato wenyewe, huu mchakato una kikomo chake kwamba ni lazima ndani ya muda fulani papa awe amepatikana? Nilisema mwanzo kuna kadiri ya data zilizokuwepo makardinali ambao wapo, kwa sababu na kitu ambacho kipo kwenye taarifa za Vatican na kwenye mitandao pia cha uhakika. Idadi ya makardinali inafahamika. Niliyofuatilia 252. Sasa sijajua kama mmoja labda amepata tatizo miongoni mwao ya afya nini hata shiriki, lakini idadi hiyo manake mpaka ilivyotoka mara mwisho taarifa kabla ya kifo chake, makardinali 135 hao ni elector, wana uwezo wa kuchagua na kuchaguliwa, ndio kura ziko hivyo. Hiyo siku hiyo unachaguliwa wewe, na yani kura hamna kwamba hakuna kampeni kwamba kumempigia kura nani. Wale wote wanaingia kura, kila mmoja ana haki ya kujipigia kura mwenyewe, kujichagua na kumchagua mwingine. Hizo ni taarifa ambazo tunazo kiujumla. Vitu vingine vya Vatican ambazo vinafanya kuna kitu kinaitwa conclave.
Conclave ni mkutano wa siri ambao unahusu maamuzi makubwa. Tafsiri ya Kiswahili sasa. Ni mkutano unaohusu maamuzi makubwa wa kumchagua mrithi sasa, kumchagua kimsingi sio mrithi wa papa, atakayekalia kiti cha Petro mtume ambaye anamwakilisha Yesu, wakili. Sio kumrithi papa. Papa hana mrithi. Mrithi atakachukua atakalia kiti cha Petro ambaye Petro anamwakilisha Yesu, na trend inaenda hata papa atakuwa na hivyo hivyo. Kwa hiyo hao 165 wana umri limit wana umri, mwisho wa umri huu kuchaguliwa kwa papa. Nimeona 80 sehemu fulani, nimeona 81. Sasa sijajua marekebisho kwa sababu kuna mambo ya kisheria, tunaita sheria ya kanisa. Sijafuatilia kama kuna mabadiliko yoyote ya taratibu hizo. Ndio maana tunasema baada ya kifo tu kuna kardinali anaitwa Camerlengo. Camerlengo ni neno ambalo ni cheo, tuseme ofisi, ambayo yeye kazi yake anashughulika na mazishi na taratibu zote. Kwa hiyo anapanga hivi vitu vyote. Kwa hiyo watu sasa wako busy, viongozi mle kuweka vitu sawa sawa, wahusika katika ofisi mbalimbali kupanga. Hao wataitwa Roma, watakaopaswa kuchagua na kuchaguliwa kadiri ya taratibu za miaka yote. Watakuja Roma, na watakapofika Roma haitakuwa siri. Kuna waandishi wa habari tayari wengi wameshafika hapa. Wakifika tu na watajulikana, watakuwa wanahojiwa live katika TV mbalimbali. Zitakuwa zinasoma profile zao, wamesoma wapi, wametokea wapi, majina yake, wazazi wake, yani kila kitu cha muhimu ambacho kinapaswa kuwa communicated siku kitafanyika. Alafu baadaye wataingia kwenye kuchagua. Kwenye kuchagua kule ndani sasa nimesema kwenye conclave ni neno maana yake lina emphasize exclusiveness, yani decision. Kule sasa wanafanya watakuwa wana viapo vyao na taratibu zao siri, maana yake kwenye ile issue, maana yake kuna siri za kwao wenyewe. Hatujui maana yake kama haijafikia robo tatu. Hapa tunaongea vitu ambavyo tunasema tunaongea nadharia, sio practical. Tunaongea nadharia kwa sababu sisi hatujawahi kushiriki na hatuna nafasi ya kushiriki, na wanaoshiriki hawana ulazima wa kutuadisia sisi hivi. Ilipo kwenye code of canon law, kitabu cha sheria, taratibu hivi inajulikana hivi. Lakini watakaa muda gani hatuwezi kusema kiundani zaidi kwamba muda gani watufahamu. Kwa mfano wamepiga kura hazijafika robo tatu, wanaweza kukaa na historia miaka nyuma inaonyesha walikaa hapo muda mrefu sana, ilishatokea. Kama hajafika robo tatu kila unaponaniu majority hawajapatikana zile za wengi, itakuwaje? Itaendelea hivyo, tutatoka moshi mweusi. Moshi mweupe maana yake tayari kashapatikana. Kumbe sisi kazi yetu kama waumini kusali achaguliwe papa mwema, mrithi wa Petro mtume ambaye anamwakilisha Yesu mwenyewe, mwema. Pamoja na ubinadamu wake, basi hao mtu mwema, anaipenda watu, anaipenda na vitu vyote ambavyo taratibu nyingine sijui details zingine za Vatican zikoje, sijui. Tunaongea katika aspect, katika wigo huu wa habari za ujumla za kuhabarishana tu. Kwa hiyo baadaye watamchagua, hatujui watakaa muda gani, hatujui. Labda wataalamu wanasoma mambo ya sheria za kanisa wapo, kuna watu wamebobea huko, kuna mapadre, kuna watu wengine wale wamesoma sheria za kanisa, hao wanaweza kufanya kinaga ubaga kuelezea kiundani issue na kuaja. Lakini katika nani yetu sisi ni hicho, lakini sisi tunaangalia, sio sisi tunachofikiria tunataka kuongea hiyo habari zaidi. Tunaangalia waumini wanataka kusikia nini, yani matazamio yao ni nini baada ya kifo cha papa. Labda issue tu ndio kubwa tu discuss, wanafikiria nini, yani wanatakaje. Wakati wote tumetukimbia mitandao majina mapaa ya makardinali. Wakati wote tumetukimbia sana Padri Titus. Ngoja tumalize na Padri Luko hapa. Tumemsikia Padri Titus ametueleza na mchakato mzima na yale mengine ambayo yalikuwepo, kama maelezo. Kila jambo likitokea kubwa lazima kila mtu naye analeta ya kwake mengineyo. Nyakati kama hizi, nini ambacho sasa kinafanyika kwa waumini, lakini hata kwa kanisa wakati wa msiba wa hivi, hasa tukianzia kwenye ibada? Kama ilivyo desturi ya msiba, ni kipindi cha maombolezo. Na kuanzia mara tu baada tukio lilipotangazwa,
umesikia mababa maaskofu akitangaza. Kwa mfano Baba Mwadhama nimeona kwenye mitandao akiwatangazia waamini wa jimbo kuu la Tabora, Baba Mwadhama Kardinali Rugambwa amewaalika kusali na kuomba na kumwombea Papa marehemu. Alafu nimeona pia Askofu Mkuu Ruwaichi akiwa kwenye tukio la misa, walipopata habari tu aliwatangazia waamini. Kwa hiyo kanisa lote likiwemo kanisa la Tanzania ni kipindi cha kusali, kwanza kumwombea Papa Francis rehema kamili na msamaha wa dhambi, ili aweze kupokelewa, kufurahia yale ambayo ameyatangaza na ameyaamini na kuyatangaza. Lakini basi taratibu kama kanisa litapanga, nafikiri pia siku ya rasmi ya kumwombea, lakini majimboni na kwenye makanisa maparokiani, mara tu baada ya tangazo hilo, waamini wamehamasishwa sasa, wamealikwa kumwombea. Tuna matamanio ya kuona Papa ajaye anatoka barani Afrika. Linawezekana, kwa sababu kama ulivyosikia Padri Titus amesema hakuna anayejua nani atachaguliwa, hata wale wanaoenda kuchagua wenyewe hawajui. Na historia inaonyesha pia tulishaikuwa na mapapa weusi mwanzoni kabisa mwa karne za 4 huko ya 5. Kwa hiyo na sisi tungetamani bila shaka, lakini basi ni kazi ya Roho Mtakatifu anayeongoza nani wa kupokea hicho kiti cha Mtakatifu Petro kama alivyoeleza Padri Titus. Na tunaye Kardinali Rugambwa hapa, mnamfanyia maombi? Sisi tunaomba ili Mungu atuletee papa mwema. Maneno ya kwake Padri Liston Luko, huyo mkuu wa idara ya katekesi Baraza la Maaskofu hapa nchini TEC, ambayo tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo. Lakini njia ya teknolojia pia ituunganisha kutoka kule Rome kule na Padri Titus Ngapemba, ambaye yeye ni mwanafunzi wa mambo ya mawasiliano, na ametupa somo zuri kuhusiana na utaratibu mzima wa maisha ya Papa, lakini pia zile hatua ambazo sasa wengi wanazisubiri ili kupatikana kwa Papa ajaye. Nikushukuru sana. Asante sana. Naam, na kwa nukta hiyo tunafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku ya leo. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Tuendelee tu kutoa pole kwa wote ambao wameguswa na msiba wa Papa Francis, hasa wakiwemo waamini wa Kikristu wa upande wa Katoliki, ambaye ndio amekuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani. Kwa heri na usiku mwema.